Yesu nyumbani kwa Martha. Ujumbe ni Yesu nyumbani kwa Martha. Tutakuwa tunaangalia mambo ya muhimu katika kumtumikia Mungu. Soma kitabu cha Luka mtakatifu sura ile ya 10 kuanzia mstari wake wa 38, nitaendelea mpaka ule mstari wa 42 na nitasoma katika jina la Yesu. Ikawa katika kuenenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja mwanamke mmoja jina lake Martha, akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu akimsikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, haoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kuhangaika na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema, ambalo halitaondolewa. Bwana Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Bwana, libariki neno hili litufai kwa maisha ya sasa na maisha yale yajayo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ujumbe ni kuhusiana na Martha pamoja na ndugu yake Mariamu. Niko yametaja kwamba Martha alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu. Neno lile umbu kwa tafsiri rahisi ni ndugu. Kwa hiyo ni habari zinazowahusu ndugu wawili, Martha pamoja na Mariamu. Lakini watu hawa walikuwa na ndugu yao mwingine ambaye yeye alikuwa akiitwa Lazaro. Watu hawa walikuwa wakiishi pamoja na walikuwa wakiishi sehemu moja ambayo ilikuwa inafahamika kama Bethania. Ndipo mahali walipokuwa wakiishi watu hawa. Kwa Yesu katika kuenenda kwake, siku moja akapita katika ule mji wa Bethania, na Martha aliposikia kwamba Yesu anapita katika mji wa Bethania, akamkaribisha nyumbani mwake. Alipomkaribisha nyumbani mwake, Yesu akaingia katika nyumba yao. Na Yesu alipokuwa ameingia, wale ndugu wawili Martha pamoja na Mariamu, kila mmoja alikuwa na namna ambavyo alitafsiri ule ujio wa Yesu. Martha alipomwona Yesu ameingia nyumbani mwao, kitu ambacho alikiona cha muhimu kwake na anatakiwa akifanye, aliona hii ni fursa yangu ya kumwonyesha Yesu namna ambavyo nina moyo wa ukarimu. Kwa hiyo Martha akaingia, akaanza kuhangaika, akaanza kushughulika, akaanza kuandaa kitu ambacho anaweza kaweka mbele ya Yesu kama kumkarimu. Lakini wakati huo Mariamu naye alipomwona Yesu ameingia, Mariamu akasema, hii ndiyo fursa yangu ya kusikia habari njema, kusikia mafundisho, kujifunza kutoka kwa mtu huyu mkuu. Akaketi miguuni pake Yesu, akaanza kumsikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni mambo ambayo yapo katika maisha kila siku. Ndivyo ilivyo katika maisha yetu kila wakati. Tunapokutana na watu muhimu, wakati mwingine tunatamani kuwafanyia vitu maalum. Tunapokutana na watu ambao Mungu amewainua, wakati mwingine huwa tunatamani kuonyesha namna gani Mungu ametubariki na sisi. Tunatamani kuonyesha namna ambavyo tumejaliwa mambo mazuri,
Kwa wakati mwingine tunafanya vitu vile na vile, lakini wakati mwingine tunatamani kukaa kimya na kunyamaza ili kusikiliza wale watu ambao Mungu amewainua wakinena na kuzungumza kwa habari yetu. Ndiyo mambo yaliyotokea. Mariamu akaketi miguuni pa Yesu, akaanza kumsikiliza Yesu. Lakini wakati huo Martha yeye yuko jikoni anahangaika, yuko anashughulika, anaandaa, anajitayarisha ili mwisho wa siku aweze kumkarimu Yesu ambaye amewafikia nyumbani mwao. Lakini wakati alipokuwa akiendelea na katika utumishi ule, alipokuwa akiendelea kuhangaika kutayarisha mambo yale, alitegemea kwamba ndugu yake naye pia angekuja wakashughulika pamoja. Alipoona hajaja, akaenda kulalamika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka nikwambie, unapokuwa unatumikia wito wako, unapokuwa unasema kwenye zamu ya kwako, unapokuwa unafanya kile ambacho Mungu amekwambia ufanye, usiangalie watu wengine wanafanya nini. Ukitazama watu wengine wanafanya nini, unaweza kuvunjika moyo. Unachotakiwa kufanya, endelea kuangalia kusudi la yule aliyekuita. Haleluya, haleluya. Usiangalie mtu mwingine anafanya nini. Unapokuwa umesimama kwenye kusudi na kwenye zamu yako, usiangalie watu wengine wanafanya nini. Umeamua kumfuata Kristo, umeamua kumfuata Kristo na kumwamini Mungu. Usiangalie watu wengine wanaamini nini na wanafuata nini, kwa sababu ukiwatazama hao, ukiwekeza kuangalia watu, wanaweza kubadilisha mtazamo wako, wakabadilisha imani yako, wanaweza kukuharibia hata maisha yako. Lakini ukimwangalia Mungu na kuendelea kufanya kile ambacho Mungu amekuagiza ufanye, utasonga mbele na utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wa Martha ulikuwa sio moyo mbaya. Ule moyo wa Martha kumkarimu mgeni ulikuwa sio moyo mbaya. Na nataka nikuelekeze mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu aliyeko hapa, jifunze kwa wakarimu wageni. Jumapili nilisema kidogo juu ya jambo hilo. Jifunze kwa wakarimu wageni. Wakati mwingine si kitu ambacho watu wote wanacho, lakini hata kama ukigundua kwamba wewe haiko sana namna hiyo, lakini jitahidi na ufanye bidii, uwe na moyo wa ukarimu kwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo hilo linaleta baraka katika maisha. Unaweza kuwa hauna nafasi ya kufanya jambo kubwa, lakini lile dogo unaloweza kulifanya, lifanye kwa ajili ya watu wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ambacho Martha alikuwa anafanya hakikuwa kitu kibaya. Alikuwa sahihi kutafuta kitu ambacho anaweza akamkarimu. Lakini kitu ambacho kilikuwa sio sawa, alipoona sasa ninafanya peke yangu, na akasema ngoja niende nikamwambie Yesu, amwambie ndugu yangu anisaidie. Jambo lile ndilo ambalo halikuwa sawa. Lakini moyo wake na nia yake ya kumkarimu mgeni ilikuwa ni njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaweza ukaona kwamba Martha alienda mbali zaidi. Na ndio maana nataka nikwambie mtu wa Mungu, usiangalie watu wengine wanafanya nini. Umeamua kusimama na Mungu, hata kama rafiki yako ameamua kuishi maisha ya kujichanganya, useme na mimi nitajichanganya kwa sababu na rafiki yangu anajichanganya. Sema mimi nitasonga mbele, nitamwangalia Yesu daima. Haleluya. Ukianza kujitetea na kulalamika, unaweza kupoteza mwelekeo. Mtazame Martha katika hali ya kawaida. Mgeni amefika, labda mimi nimekutembelea siku moja, nikafika nyumbani pale, wewe ukawa unafanya bidii uniandalie chochote niweze kula, pengine uniandalia chai. Alafu katika mazingira ambayo si ya kawaida, ukaona ndugu yako ambaye alitakiwa ashirikiane na wewe kunikarimu mimi, hashirikiani na wewe. Alafu unakuja kumsemea kwangu mgeni. Sio kitu cha kawaida. Nimwambia ndugu yangu aende akakununulie soda, amekataa. Nimwambia nisaidie kuosha vyombo wakati mimi napika huku, amekataa. Linakuwa sio jambo la kawaida. Kwa hiyo angalia kile ambacho Mungu amekwambia ufanye, kifanye bila kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa nataka tuangalie kitabu cha Yohana Mtakatifu sura 12. Mstari wa kwanza na wa 3 nikuonyeshe kitu pale.
Yohana Mtakatifu sura ya 12 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 3, nikuonyeshe kitu pale. Biblia inasema basi siku sita kabla ya Pasaka Yesu alifika Bethania alipokuwako Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akawatumikia, na Lazaro alikuwa mmojawapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye. Basi Mariamu akatwaa ratri ya Mariamu ya nardo safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguuni, akamfuta miguu kwa nywele zake, nayo nyumba pia ikajaa harufu ya Mariamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni habari ya watu wale watatu, Martha, Mariamu pamoja na Lazaro. Kitu ambacho nataka nikuonyeshe moyo ambao ulikuwa ndani ya Martha, kwamba Martha alimkarimu Yesu siku ile, hakuwa anafanya jambo la muhemko, yalikuwa ndiyo maisha yake. Hapa tunaona Yesu alitembelea tena katika ule mji wao, katika ule mji wa Bethania. Yesu anatembelea ule mji, na wakati anatembelea ule mji, maandiko yanasema zilikuwa zimebaki siku 6 Yesu aende msalabani. Angalia kitu ambacho Martha anakifanya. Alipoona Yesu ameingia tena na ya kwamba imeandaliwa karamu kwa ajili yake pamoja na wanafunzi wake, Martha akaingia tena katika jukumu lile, akaanza kuandaa kitu kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yale maisha ya kukarimu watu na kujitoa yalikuwa ndiyo maisha ya Martha, ulikuwa ndio utumishi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikutie moyo katika jambo hili, usiache kutumika kwa sababu yoyote. Isifike hatua ambayo wewe utakata tamaa na kuacha kutumika. Endelea kutumika bila kuangalia mazingira. Popote utakapokuwa, hata kama unaingia katika eneo la ugeni, unaingia mahali ambapo wewe sio maarufu, unaingia katika eneo ambalo wewe haufahamiki, usiache kumtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia Martha, yeye alikuwa na moyo ule. Mara hii Yesu anapoingia, Martha anaonekana tena akimkarimu, akiandaa kitu kwa ajili ya Yesu na wanafunzi wake. Lakini hapa tunamwona Mariamu naye anafanya kitu cha kipekee. Anasema anachukua Mariamu mafuta ya thamani, anaenda anampaka Yesu, anamwandaa kwa ajili ya maziko yake, maana zilikuwa zimebaki siku 6 Yesu asulubiwe. Maandiko yanasema ile Mariamu ambayo Mariamu anampaka Yesu siku ile ilikuwa ya thamani sana, kiasi ambacho mpaka yule Yuda aliyekuwa anapenda pesa akasema, uharibifu gani huu umefanyika? Kwa nini hii Mariamu isingeuzwa zikapatikana fedha za kutosha, halafu wakagawiwa maskini? Basi Yesu alipoingia katika ule mji wao, Lazaro naye alikuwa tayari amefufuka kutoka kwa wafu, maana Yesu alimfufua. Maandiko yanasema akaketi chakulani pamoja na Yesu Martha alipokuwa tayari ameandaa. Moyo wako wa utumishi usibadilike. Endelea kutumika bila kuangalia mazingira. Endelea kutumika bila kuangalia watu wanaokuzunguka. Tumika kwa sababu Bwana amekuita katika utumishi huu. Amen. Nataka tuangalie mambo manne ya muhimu kutoka kwenye hii safari ya Yesu pale nyumbani kwa Martha. Mambo manne ya muhimu. Nataka tuyapitie kwa haraka, halafu tuangalie jambo hili linatufundisha nini tufike mwisho. Jambo la kwanza la muhimu ambalo tunaliona katika kisa hiki cha Yesu nyumbani kwa Mariamu. Jambo la kwanza tunaloliona ni kwamba Yesu alifika kweli katika nyumba ya Martha na Mariamu. Hii hapa sio story tu.
Na unajua habari hii aliandika Luka. Niwape faida ya kitheolojia. Luka ndiye aliyeandika kitabu hiki cha Luka, lakini Luka alikuwa ni mtu mwenye uzoefu na ujuzi mkubwa sana katika kuandika, kwa sababu pia alikuwa ni mtu aliyesoma. Sasa wakati yeye alipokuwa akiandika Luka, alikuwa anaandika kwa ajili ya watu waliokuwa wakizungumza Kigiriki. Watu wengi walioandika walikuwa wanaandika wakiwaandikia watu wanaozungumza Kiebrania, lakini yeye alikuwa anaandika kiwalenga watu walikuwa wanazungumza Kigiriki. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kufafanua kila kitu, anakifafanua, na alikuwa anaandika mambo kama yalivyotokea. Kwa hiyo hapa anapozungumza Yesu akiwa nyumbani kwa Martha, ni kweli kwamba Yesu aliingia nyumbani kwa Martha. Hili ni jambo la kwanza ambalo naomba ulishike. Sio story tu, sio mfano, lakini ni kitu ambacho kilifanyika kweli. Yesu aliingia nyumbani kwa Martha na Mariamu. Lakini jambo la pili la muhimu ni kwamba Martha na Mariamu walikuwa ni watu waliozaliwa katika familia moja. Yaani walikuwa ni watu wanaofuatana kuzaliwa, na wote walikuwa ni wanawake, walikuwa wakiishi pamoja. Jambo la tatu, vipaumbele vya Martha na Mariamu vilitofautiana. Vipaumbele vya Martha na Mariamu vilitofautiana Yesu alipoingia nyumbani mwao. Moja, kipaumbele chake ilikuwa ni Yesu asiondoke hapa bila kula. Mwingine kipaumbele chake ilikuwa ni niketi nisikilize Yesu akifundisha. Jambo la nne, katika ujio wa Yesu katika nyumba yao, Mariamu alionekana kuwa amefanya uchaguzi sahihi. Wote wawili walikuwa na vipaumbele vyao, lakini kulingana na kile ambacho Yesu alitamani wafanye alipofika nyumbani mwao, kitu ambacho Yesu alitarajia kila mtu angefanya, ilikuwa Yesu alitamani watu wote waketi wamsikilize. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu Yesu yeye alikuwa hajaja hapa duniani ili kutumikiwa, lakini Yesu alikuja hapa duniani ili kutumika. Ndio maana ule uchaguzi wa Mariamu kuketi na kumsikiliza Yesu, alisema kwamba Mariamu amechagua fungu lililo jema ambalo halitaondolewa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alitamani kila mtu asikilize. Na hata hapa na siku zote tunapokuwa katika nyumba ya ibada, kitu ambacho Mungu anataka ni kwamba tusikilize hekima yake, mafundisho yake, na tutembee katika hayo, ili tusije tukanaswa katika mtego wa shetani. Bwana Yesu atusaidie sana, watu wa Mungu. Ujio ule Yesu anasema Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo halitaondolewa kamwe. Nataka nikwambie na wewe umelichagua fungu lililo jema ambalo halitaondolewa. Umelichagua fungu lililokuwa jema, kuwa mtu wa kumwabudu Bwana, kuwa mtu wa kumtumikia Mungu, kuwa mtu wa ibada, ni fungu lililo jema. Na maandiko yanasema tutalipa tusipozimia mioyo. Ni fungu lililo jema. Kuna mtu mwingine hayuko tayari kujitoa kwa ajili ya ibada, hayuko tayari kuwekeza katika kumwabudu Bwana. Lakini unapochagua kuwekeza katika kumwabudu Bwana, tunajifunza hapa, unakuwa umefanya uchaguzi sahihi na unakuwa umechagua fungu jema ambalo halitaondolewa kamwe. Haleluya! Sema sitaondolewa katika jina la Yesu aliye hai. Hautaondolewa katika jina la Yesu. Endelea kukaa katika mstari huu. Umelichagua fungu lilo jema ambalo halitaondolewa.
Amen. Amen. Ni fungu ambalo halitaondolewa. No matter what. Can you say no matter what? Haijalishi chochote. Haijalishi kitu chochote. Haijalishi watu wanasemaje. Haijalishi mazingira yanakuambia nini, maana mazingira nayo huwa yanazungumza. Haijalishi sauti za nje zinakwambia nini, lakini ikiwa tu unaendelea katika kumwabudu Bwana, umelichagua fungu hilo jema ambalo halitaondolewa, na wewe hautaondolewa katika jina la Yesu aliye hai. Na mashetani yakikuona atajua kabisa huyu si mwenzetu. Amen. Na utakuwa na ushindi katika vita zote utakazopigana, kwa sababu wewe ni mshindi katika jina la Yesu. Yesu akamwambia Martha, 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 unasumbuka na kuhangaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu jema ambalo halitaondolewa. Nataka nikwambie kitu hapa. Unaweza ukawa unafanya kitu sahihi, lakini ukikifanya katika wakati ambao sio sahihi, hakitakuletea matokeo. Narudia, unaweza ukawa unafanya kitu sahihi, lakini ukikifanya katika wakati ambao sio sahihi, hakitakuletea matokeo. Martha alikuwa anafanya kitu sahihi, lakini alikifanya katika wakati ambao sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma ile Yohana sura ya 12 mstari wa 1 hadi ule wa 3, unaona wakati ule Martha alifanya kitu sahihi na akakifanya wakati sahihi, kikaleta matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kikaleta matokeo, na tunaona watu wanakula mpaka wakati ule wa kila, ndio Mariamu naye anapata fursa ya kumpaka Yesu Mariamu. Lakini ilikuwa ni matokeo ya kazi nzuri ambayo Martha alikuwa ameifanya ya kuandaa chakula. Yesu akakaa akala. Wakati akiendelea kula, ndio tukio la kumpaka mafuta linafanyika. At that time, wakati ule Martha alifanya kitu sahihi wakati sahihi. Lakini Yesu alipokuwa amewatembelea nyumbani mwao, Martha alifanya kitu sahihi, lakini haikuwa katika wakati sahihi. Kwa hiyo wakati wote tunapofanya jambo, jiulize, jambo hili ninalolifanya nalifanya katika wakati sahihi? Jambo hili sahihi ninalolifanya, ninalifanya katika wakati sahihi? It is to happen sometimes in the church. Watu wengine wana sifu na kuabudu, mtu mwingine amekaa chini ndio anasoma maandiko, hata kama imepangwa kwa siku hiyo kuhudumu. That is not, ule sio wakati wa wewe kusoma maandiko wakati ibada inaendelea, ibada ya sifa inaendelea. Utaonekana kwa kinyume na wenzako. Unafanya kitu sahihi lakini katika wakati ambao sio. Martha akahangaika, akafanya kazi nzuri, lakini katika wakati ambao sio sahihi. Sasa tunajifunza nini kutokea kwenye kisa hiki cha Yesu nyumbani kwa Martha? Hii ndio sehemu ya mwisho ya ujumbe wetu. Tunajifunza nini? Tunajifunza nini kutoka kwenye kisa cha Yesu nyumbani kwa Martha? Soma kitabu cha Mathayo sura ya 6. Tuangalie fundisho tunalolipata katika kisa kile cha Yesu nyumbani kwa Martha. Mathayo mtakatifu sura yake ya 6. Some kuanzia ule mstari wa 31